وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روي أن الحارث بن حوط الليثي سأل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في غزوة جمل حين رأى عائشة وطلحة والزبير في جانب ضد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وكان متحيرا بين أن ينضم إلى جهة الإمام أو جهة زوجة النبي، فقال له الإمام: إنك لبس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. Katika mapambano ya vita na hasa umma unapokuwa umepasuka, wanaokwepo pembeni huwa na mitazamo tofauti. Vita vinavyotokea sasa hivi Mashariki ya Kati vimepasua safu ya Waislamu. Kila mmoja ana maoni yake. Kuna ambao wanaiombea Irani kama nchi ya Waislamu, kama nchi ya wanyonge, na kwamba wamedhulumiwa. Lakini wakati huo huo kuna wanaofurahia na kusherehekea, bali kuna wanaoomba dua kwa kusema Allahumma ashghil adh-dhalimina bil-dhalimin, kwamba hawa wote ni madhalim. Walipopigana Imam Ali kwa upande mmoja na upande wa pili bibi Aisha mke wa Mtume akiwa na Talha na Zubair, kuna ambao pia walichanganyikiwa. Mmoja katika hao ni huyu bwana Al-Harith ibn Hut. Akamwendea Imam Ali akimwambia kwamba mimi ninaona kwamba mabwana wale ni watu watukufu na yule ni mke wa Mtume, alafu na kuna wewe, haya mimi niende wapi? Imam Ali akamwambia innaka labisa alayka, wewe umechanganyikiwa. Kisha Imam akamwambia innal haqqa la yu'rafu birrijali, haki haitambulikani kwa kutizama watu. I'rifil haqqa ta'rifu ahla, kwanza itafute haki, ukishaijua utawajua wenye haki. Hicho ndio kigezo alichompa Imam Ali. Sasa katika mazingira tunayoishi, na hasa zile sauti za kulaani Waislamu ambao wanapigwa na wamevamiwa, alal aqali ingetakiwa mtu atizame ni nani madhulumu. Ilikuwa inatosha, kwa sababu Uislamu umetupa kigezo. Uislamu unatupa kigezo, hata asiyekuwa Muislamu akidhulumiwa unatakiwa uwe naye. Yani mtu si Muislamu kadhulumiwa, ni wajibu wako umtetee, uwe naye. Haki popote itakapokuwa una wajibu wa kuisimamia. Hakuna mahala katika Uislamu panapofundisha kwamba ukiona mtu anadhulumiwa, kwa kuwa si Muislamu muache adhulumiwe, tena shangilia akidhulumiwa. Hakuna. Seuze ikiwa mtu huyo majority ya Waislamu, asilimia kubwa wa Waislamu wanamtambua na anakwenda hija, anafanya vitu vyote, ila nyie wachache tu, kisha mkaona kwamba kudhulumiwa ni haki. Lakini kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyaone. Watu wengi wanasema vita hivi ni vita baina ya Irani kwa upande mmoja na Israel na Marekani kwa upande mwingine. Israel na Marekani wameshaungana na wengine wengi, lakini si kweli. Wengi katika sisi tunaghafilika kwamba vita hivi ni vita vya Irani, Palestina na Lebanon kwa upande mmoja.
upande wa pili ndio iko Marekani, Israeli na wenzao. Na wengi katika sisi hatuoni makombora yanayorushwa Lebanoni tangu vita hivi vimeanza, wala hatuoni makombora yanayorushwa Palestina, hasa Gaza, tangu vita hivi vimeanza, na namna watu wa Gaza na wa Lebanoni wanavorudisha mashambulizi. Kwa hivyo usimtizame Irani peke yake. Kuna nchi takriban 3 zimejiunga, zinapambana na Israeli kwa wakati mmoja. Hili ni jambo la msingi tulitizame. Na hao wa Lebanoni nkina nani? Na hao wa Palestina nkina nani? Na vita hivi ni muendelezo wa vita vya Israeli na Palestina. Kule ndipo ambapo vilianzia. Ikiwa wewe utawalaani hawa kwamba si wenzako, unatakiwa tuambie wenzako mkina nani? Yani wale wenzako hasa ambao wako sawa sawa mkina nani hapa? Kwa sababu wakati Palestina inapigwa, hakuna pia aliyeibuka kuwatetea. Huyo anayeshambuliwa leo hii ndio yule aliyokuwa akiwatetea jana. Sasa wewe wenzako mkina nani? Lakini jambo lingine la msingi, japokuwa Uislamu umetufunza kwamba kigezo ni kutizama haki, kisha baada ya hapo watizame wenye haki ni kina nani, lakini Uislamu haujaondoa role ya atifa, sympathy, huruma na ile asabia kwamba upande wangu ni upi. Hii ni tabia mwanadamu. Uislamu haujaiondoa moja kwa moja. Nikupeni mfano. Suratul Rum mnaijua, na imeitwa sura ya Warumi. Mwenyezi Mungu ananukuu habari za vita baina ya Warumi na Wafursi katika historia huko nyuma, pakiwemo bwana mtume na masahaba wakiwepo. Mungu anatoa taarifa, anasema ghulibatir rum fi adna al-ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Kisha akamalizia vipi? Wa yawma idhin yafrahul mu'minun, na siku hiyo watafurahi waumini. Yani Rum wameshindwa katika ardhi hii ya karibu, walikuwa majirani wa Uislamu. Waliowashinda nani? Wafursi, wakiabudu moto wakati huo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema na hawa Warumi walioshindwa watashinda na wao baada ya miaka kadhaa michache. Lakini Mungu anasema siku hiyo watakaposhinda Warumi, yauma idhi yafrahul, siku hiyo waumini watafurahi. Haya vilikuwa vita vya Waislamu kwa Waislamu hivi. Kwa nini waumini wafurahi? Kwa nini masahaba wafurahi siku hiyo? Mufassiruna wanasema ni kwa sababu Warumi ni ahlul kitabi. Kwa hivyo furaha ya Waislamu itakwepo na ile atifa itakwepo kwamba sasa Warumi nao wameshinda, hawa angalau wana kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwepo mambo yaliyoongeza, ni ahlul kitabi. Kwa hivyo Wakristo wameshinda, Waislamu watafurahi. Haya inakuwaje hivyo? Kwa hivyo dauru ya atifa hatuwezi kuiondosha. Lakini tufahamu jambo la mwisho. Moja katika sababu za kupigwa Irani na kushambuliwa ni suala zima la nuclear energy. Na wamekuwa katika mapambano ya muda mrefu ya kwamba wasizalishe nuclear. Na nuclear sio lazima iwe kwa ajili ya vita tu. Ni energy, inaweza kutumika kwa ajili ya kuzalisha umeme. Ni rahisi kuliko gesi, kuliko umeme wa maji. Maanake ni rahisi kuzalisha bidhaa za viwandani kwa gharama rahisi, na hatimaye kuingia katika soko la ushindani, ukawa na nafasi ya kushindana zaidi. Bidhaa zako zitakuwa rahisi, sio? Kwa sababu wewe mwenyewe unazalisha kwa gharama rahisi, na sekta nyingine nyingi ambazo zinaweza zikatumika. Sasa nyie mnatakiwa msimiliki, mnatakiwa muuze tu. Nchi zetu zinatakiwa ziuze uranium, lakini zisitengeneze nuclear energy. Na wao ndio walafi wanazikomba katika nchi zetu, lakini si haturuhusiwi. Sasa Irani hakuwa wa kwanza.
Irani ndio anatakiwa awe wa mwisho, na hapa alipofikia amepambana mpaka kafikia hapa, kwa sababu 99 ndio Iraki vinu vyake vilimalizwa moja kwa moja, asiweze tena kunyanyuka. 2003 takriban Libya vilimalizwa kabisa, na 2007 Syria vilimalizwa. Sasa aliyobaki nani? Nyote mnatakiwa mfungwe mikono, msiweze kupambana kijeshi wala kiuchumi. Alafu waliozunguka jirani wanashangilia wewe kumalizwa, na kuna ulimwengu hawajui kwamba Israel anamiliki silaha za nyuklia nyingi, pengine hawafahamu hilo. Kwa hiyo ni kuhakikisha mwenzako hamiliki, lakini wewe unazo unamiliki. Kwa hiyo lazima sisi binadamu wote kwa ujumla tufungue macho. Tunaposema umoja, mwingine akasema hakuna umoja hapa. Kwa nini hakuna umoja? Wale ni kadha na sisi ni kadha. Hawajui falsafa ya umoja maana yake nini. Filosofi ya umoja inaamini kwamba haiwezekani umoja mahala ambapo hakuna ikhtilafu. Kwa hiyo msingi wa umoja umejengwa katika kuwepo kwa ikhtilafu, na kama hakuna ikhtilafu hakuna maana ya umoja. Sasa wewe unawaambia wenzako kwamba kwa kuwa anatofautiana na mimi hakuna umoja, huelewi falsafa ya umoja, huelewi dhana ya umoja maana yake nini. Umoja ni kuwaleta pamoja watu katika mambo ambayo yanawaunga, lakini na kukiri kwamba ikhtilafu zipo, la sivyo hakuna maana ya umoja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.